Ninayezungumza hapa naitwa Othman Omar Dunga, ni makamu mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF Bara, na vile vile nilikuwa mgombea wa ubunge jimbo la Kondoa maarufu Kondoa vijijini. Ndugu wanahabari, sote tunaelewa kwamba chama cha wananchi CUF kimetoa msimamo wake juu ya hali halisi ya uchaguzi uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Lakini mimi hapa lengo langu, pamoja na kwamba nitazungumzia uchaguzi huo, lakini mimi nianze tu kwa sababu nilikuwa jimboni na ni mara yangu ya kwanza kuongea na vyombo vya habari toka uchaguzi umefanyika. Nianze tu kwa kutoa pole nyingi kwa Watanzania ambao wamepoteza ndugu zao katika kadhia ya maandamano ya tarehe 29 Oktoba 2025. Ninachotaka kuzungumzia ni kwamba jamii, viongozi wa dini, mashirika yasiyo ya kiserikali, mashirika ya kutetea haki za binadamu, ndugu zangu waandishi wa habari, chama chetu kimetoa msimamo wake na kimelaani mauaji haya, kauli ambayo imefafanuliwa kwa ufasaha zaidi na mwenyekiti wa chama chetu Profesa Ibrahim Haruna Lipumba. Vile vile tunaiomba jamii, pale jambo lolote la ovyo, jamii kwa pamoja iweze kushutumu na kukemea vitendo vile ili visiweze kuendelea tena katika nchi yetu. Kwa hiyo hii ndio wito wangu ninatoa, kwamba tusiwe double standard katika tatizo moja ambalo limetokea. Hawa wanapewa sura hii na hawa wanapewa sura hii. Leo wanajitokeza mashirika ya kutetea haki za binadamu, viongozi wa dini wanalaani mauaji haya, lakini kwa uzito mkubwa. Na sisi chama cha CUF, ambapo sisi ndio watetezi wakubwa wa haki za binadamu, na tumeanza muda mrefu kudai katiba mpya na tume huru ya uchaguzi na sheria hizi za uchaguzi ziweze kubadilishwa, na mpaka leo hazijaweza kubadilishwa toka tumeanza kudai mwaka 2001. Mimi nilikuwa mmoja ya wagombea katika jimbo la Kondoa vijijini kama nilivyoeleza mapema, na mimi ni victim ambayo nimeshuhudia kwa macho yangu vurugu zilizokuwa zinaendelea katika vituo vya kupiga kura, na mawakala wetu walikuwepo katika vituo hivi, lakini mawakala walikuwa wakitishwa na kuambiwa tutakuitia polisi kwamba wewe unasababisha vurugu kituoni. Kwa hiyo wakala akisikia polisi, kwa wale mawakala wetu walivyokuwa hawakuzoea vurugu, walikuwa wanakubali na kuangalia vitendo vyote vilikuwa vinafanyika vya kiuhalifu vituoni. Kwa maana hiyo, mimi nilibahatika wakati ninazunguka katika vituo, nilibahatika kuzungukia vituo. Saa 3 asubuhi nilikuwa kituo kimoja cha shule ya msingi kwa Mafunchi, kata ya Changaa. Saa 3 asubuhi nimefika pale, nimekuta boksi limejaa kura. Lakini wakati nikiwa njiani kuelekea katika kituo hicho, nilikutana na wakala wangu katika kituo hicho. Namuuliza, mbona uko nje na kituo kule uchaguzi unaendelea? Akaniambia, pale nimenyimwa fomu ya kujaza ili nipige kura katika eneo lile ninalosimamia. Kwa hiyo nimetakiwa nikapige kura katika eneo langu jingine nilojiandikisha, alafu kisha nirudi. Hilo eneo kutoka pale kituo kilipo kwenda kule aliporuhusiwa kwenda kupiga kura ni karibu kilomita 4. Sasa nimemkuta njiani, nikamchukua na lifti ya gari yangu, anafika pale pamoja na mimi katika kituo kile cha shule ya msingi kwa Mafunchi, tunakuta tayari boksi limekwisha jaa.